السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukiwa ni wenye kuendelea na darasa zetu kuhusiana na fadhila ambazo kwamba anazipata huyu mwenye kufunga, ama fadhila ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Mwisho tulikuwa tukizungumzia kuwa mwezi kama huu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaweka watu mbali na moto wa Jahannam. Ni mwezi ambao kwamba katika kila usiku, katika kila siku, mchana na usiku wa Ramadhan, Allah subhanahu wa ta'ala anawaweka watu mbali na moto wa Jahannam. Na tukawa tunazungumzia zile sababu kuu ama sababu kubwa ambazo kwamba zinawajibisha watu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Nukta ya mwisho tukataja katika yale mambo makubwa yanayofanya watu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam ni taqwa Allah, ni kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaona kuwa lengo la juu la ibada hii ya saum ni watu kupata kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika aya ya saum 183 katika sura al-Baqara: enyi mlioamini, mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo takwa ni sababu muhimu ambayo kwamba sababu kuu inayomfanya mtu kuepushwa na moto wa Jahannam. Kisha na ibada ya som ikawekwa lengo lake kuu ni kupata takwa. Basi hii mwezi wa Ramadhani ni fursa ya mtu kuipata takwa, na mwisho mwema ni kwa wale ambao kwamba wanapata takwa kwa kuwa watawekwa mbali na moto wa Jahannam. Tukiendelea kuangalia lingine katika mambo makubwa ambayo kwamba yanamsababisha mtu kuwekwa mbali na moto ni saum. Hii saum ni mojawapo ya mambo ambayo kwamba yanamsababishia mtu kuwekwa mbali na moto. Kwani saum ni moja ya milango ya kheri, na ni moja ndani yake kuna vitu. Saum ni moja ya sababu ya kumfanya mtu kuwa ataepushwa na moto, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam: as-sawmu junna, saumu ni kama ngao au saumu ni kinga. Basi saumu ni kinga na ni ngao ambayo kwamba inamlinda mtu kutokamana na moto, kama ilivyokuja kwa isnadi sahih biisnadi hasan ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema: as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Yani saum ni kinga ambayo kwamba kinga kama hii yamzuia mtu
kutokamana na moto, ya kuwa baina yake na moto inakuwa ni kuna stara au kuna kinga ambayo kwamba inamzuia. Katika hadithi ya Muadh asema, nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika safari. Siku moja nikawa karibu naye sana, nikamwambia, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni minan nar. Akasema, nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nielezee amali ambayo kwamba itaniingiza mimi janna na itaniepusha na moto wa jahannam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umeliuliza jambo ambalo kwamba ni likubwa, lakini bila shaka ni lepesi kwa yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemwezesha. Jambo hili ambalo kwamba mtume ataka kumwambia ni lile alilouliza, linalomuingiza janna na linalomweka mbali na moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ta'budullaha wala tushriku bihi shay'an. Mwanzo, umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wala usimshirikishe na chochote. Watuqimu, umwabudu Allah na wala usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kisha mtume akamwambia, watuqimu salata, na uwe ni mwenye kusimamisha swala, watuuti zakat, na uwe ni mwenye kutoa zaka, watasumu Ramadhan, na uwe ni mwenye kufunga mwezi wa Ramadhan, watahujul bait, na uwe ni mwenye kuhiji nyumba tukufu kwenda kuhiji Makkah. Kisha akamwambia, ala adulluka ala abwabil khair, nisikuelekeze wewe kwa milango ya khairi. Akamwambia, as-sawmu junna, saumu ni nini? Ni kinga. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u an-nara, na sadaka inafanya nini? Inakuwa ni yenye kuyazima yale makosa kama vile moto inavyozima maji. Kwa hivyo hapa tunapata ya kuwa mwanadamu ambaye kwamba atafunga na ile saumu yake ikawa ni katika ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza hili saumu imetajwa katika yale mambo ambayo kwamba yanamkurubisha mtu kwa Allah na anamuepusha na moto wa jahannam. Na akifunga saumu yake vile vile inaonesha katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama inakuwa ni sababu ya yeye kuwekwa mbali na moto wa jahannam. Hadithi iliyokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama yawman fi sabilillah, yule ambaye kwamba atafunga siku moja kwa ajili ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atauweka mbali uso wake na moto wa jahannam masafa ya miaka 70. Na katika riwaya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala atajalia baina yake na baina ya moto khandak, kama vile mtaro mkubwa ambao kwamba ukubwa wake ni kama usawa baina ya mbingu na ardhi. Kwa hivyo inaonyesha kuwa ile saumu inamkinga kutokamana na moto, ni sababu ya kumweka mbali na moto. Na vile vile tumeona kuwa saumu inamuombea shufaa, inamuombea msamaha siku ya kiyama. Katika hadithi mashuhuri ambayo kwamba tumeiona hakika ya Qur'ani, wasiyama na kule kufunga, yasfaani, humuombea mtu msamaha mbele zake Allah siku ya kiyama. Kwa hivyo hii vile vile ni na ule msamaha ambao kwamba ataombewa na ibada kama hii ya saumu, utakuwa bila shaka unamsababisha yeye kuwekwa mbali na moto wa jahannam. Kwa hivyo tupata hapa ya kuwa saumu ni moja ya sababu ya mtu kuwekwa mbali na moto wa jahannam.
ni moja ya sababu kuu ambayo kwamba yamfanya mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam, na ndio maana tukatakiwa kuzitunza saumu zetu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa saumu si kule tu kujizuia chakula na kujizuia na kinywaji, wa inna masiyamu min al-lahwi war-rafathi was-sakhabi. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, saumu si kwa kujizuia kula na kujizuia kunywa kisha tukafanya mengine, la, akasema ni kujizuia min al-lahwi, maneno ambayo kwamba hayafai, warafath, maneno machafu, maneno mabovu, wasakhabi, na imesemekana pia bisini waswad, inaweza kuwa kwa sin na swad, na hii ni kunyanyua sauti wakati kuna hasira. Nafaa ujiepushe na maneno ya batil, ujiepushe na maneno machafu, na vile vile usiwe ni mwenye kuinua sauti yako juu wakati unapopatwa na hasira. Kama akijichunga sifa kama hizi, akijichunga kutokamana na sifa kama hizi, basi atakuwa ni mwenye kupata kheri nyingi, kheri ambazo kwamba zitabadilisha ile nidhamu ya maisha yake, litabadilisha mwenendo wake, na atapata jambo ambalo kwamba kupitia kwa saumu yake hakulipata pale kabla. Lakini ikiwa hatojiepusha na hili, basi ataingia katika wale ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kam min saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal-'atash. Yani ikiwa mtu atafunga na bado maneno machafu ndo yake, mambo ya batil ndo yake, hakuacha maasi, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ni wangapi ambao kwamba wanafunga hawapati katika zile funga zao isipokuwa kuwa wamekaa njaa na wamekaa na kiu, na ni wangapi katika watu ambao kwamba wanasimama usiku hawapati katika kule kusimama kwao usiku isipokuwa kama kukesha. Kwa hivyo hii saumu ili iwe sababu ya kumwepusha mtu na moto, lazima achunge ile adabu ya saumu yake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote yule ambaye kwamba hatawacha maneno ya kuzua na kuyafanyia kazi, basi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja kwa mtu kama huyu kuacha chakula chake wala kuacha kinywaji chake. Kwa hivyo ili saumu iwe ni sababu ya kumweka, ni moja ya sababu za kufanya mtu akawekwa mbali na moto wa Jahannam, lakini hilo litahakikika, litakuwa ni lenye kupatikana ikiwa huyu mwenye kufunga kweli itakuwa ile saumu yake ni kinga kwake yeye kutokamana na maneno machafu, ni kinga kwake yeye kutokamana na zile sifa ambazo kwamba si nzuri, basi atakuwa kupitia kwa saumu yake amelipata jambo ambalo kwamba linawajibisha yeye kuipata ile kupata kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Miongoni mwa mambo mengine au jambo lingine ambalo kwamba linamfanya mtu kuwekwa mbali, linakuwa ni sababu ya kuwekwa mbali na moto wa Jahannam, ni sadaqa, ni kule mtu kutoa sadaka na kuwa mkarimu. Kwa kutoa sadaka inakuwa ni moja ya mambo ambayo kwamba yanasababisha mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Na sadaka katika Ramadhani ina daraja kubwa. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaka iliyo bora ni sadaka katika mwezi wa Ramadhani.
basi yatakiwa aende mbio mja katika kujishughulisha na mambo ya sadaka. Na sadaka katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan una sura nyingi. Kufuturisha watu ni miongoni mwa sadaka katika mwezi wa Ramadhan. Na kufuturisha watu sio lazima iwe kwa chakula kingi, hata kama ni kwa tende moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'an. Yule mwenye kumfuturisha mwenye kufunga atapata ujira sawa na wa yule mwenye kufunga, isipokuwa yule mwenye kufunga haitopungua katika ujira wake, haitapungua chochote. Kwa hivyo kumfuturisha mtu aliyefunga, kumlisha chakula ni jambo ambalo kwamba lina malipo makubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Abdullah ibn Umar, asema ya kuwa mtu alikuja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni Uislamu gani ulio bora? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Lile kubwa jambo la kheri katika Uislamu ni kufanya nini? Ni kulishana vyakula na kutoleana salamu kwa yule ambaye kwamba unamjua na kwa yule ambaye kwamba haumjui. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambiwa, kana ajwadan nas, alikuwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mkarimu zaidi wa watu, na hasa ukarimu wake ulikuwa ukizidi zaidi katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo kwamba yanamweka mja, yanakuwa ni sababu ya yeye kuwekwa mbali na moto wa Jahannam, lingine ni hili la kuwa na ukarimu na hili la kutoa sadaka katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan. Lingine ambalo kwamba linawajibisha mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam ni kule kukithirisha kusoma Qur'an, qira'atu wa tadabburu al-Qur'ani wal 'amalu bihi. Mambo matatu: kuisoma Qur'an na kuizingatia Qur'an. Kuisoma Qur'an na kuizingatia Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an ni katika mambo makubwa ambayo kwamba yanasababisha mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Moja katika sababu ya mtu kupata izza, utukufu katika dunia na kuwekwa mbali kutokamana na moto na kufuzu katika kuipata janna akhira ni kuisoma na kuizingatia Qur'ani na kuifanyia kazi Qur'an. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu waumini, asema ni wale ambao kwamba inaposomwa aya zake Allah subhanahu wa ta'ala zinawazidishia iman na wanakuwa ni wenye kutawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwezi kama huu katajwa kuwa ni mwezi wa Qur'ani. Aya ya Baqara 185 Allah subhanahu wa ta'ala alivyotueleza mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'an. Kwa hivyo Qur'ani si kuisoma tu na kufanya bidii kumaliza msahafu na kumaliza majuzuu, la, yatakiwa pamoja na kuisoma apate mtu kuzingatia yale ambayo kwamba anayasoma, na vile vile awe baada ya kuyazingatia yale ambayo kwamba anayasoma basi ayafanyie kazi. Kwa hivyo sababu nyingine katika masababu kuu za kufanya mtu awekwe mbali na moto wa Jahannam ni kule kuisoma Qur'an, kuizingatia Qur'an na kuifanyia kazi Qur'an. Lingine ambalo kwamba linasababisha mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam ni dhikrullah, ni kule kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kule kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala
kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, nisiwaambie jambo ambalo kwamba mkilifanya mtawafikia wale ambao kwamba waliwatangulia? Asema mumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, mumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na mumtukuze mukabir Allah subhanahu wa ta'ala kila baada ya swala 33 mara 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mwisho wa kila swala mara 33. Mkilifanya hili mtawapita mpaka wale ambao kwamba waliwatangulia. Na ndiyo ibada ambayo kwamba haikuwekwa kiwango. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia na tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafananisha yule ambaye kwamba ana mdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye kwamba hamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, hafanyi dhikri ya Allah, ni mfano wa yule ambaye kwamba yuko hai na yule ambaye kwamba amekufa. Yule mwenye kufanya dhikri ya Allah ni sawa sawa na yule ambaye kwamba yuko hai, na yule ambaye kwamba hafanyi dhikri ya Allah ni sawa sawa na yule ambaye kwamba amekufa. Kwa hivyo dhikrullah ni moja ya sababu za kumfanya mtu kuwekwa mbali, zinawajibisha mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Lingine la mwisho tukimaliza upande huo ni sasa ajitahidi huyo mtu kupata maghfira, kwa sababu akipata maghfira katika mwezi mtukufu kama huu, basi itakuwa yeye automatically amepata kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Kwani yule ambaye kwamba atafunga mwezi wa Ramadhan kwa iman na kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema amepata hasara yule ambaye kwamba ameubahatika kupata mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan na kisha akakosa kupata msamaha. Na miongoni mwa kupata bahati ya kuombewa maghfira ni wakati mtu atakuwa ni mwenye kuamka katika ile suhuri yake. Ni miongoni mwa sababu ambazo kwamba zinamfanya mtu kama huyu kupata msamaha, kwani malaika huwaombea msamaha vile vile. Kwa hivyo ndugu zangu, hizi zinatosha kutuelekeza mimi pamoja na wewe kuwa ni Ramadhani ni mwezi wa kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Na hapa tumezitaja njia kadha ambazo kwamba zinamfanya mtu kuwekwa mbali na moto wa Jahannam. Tulitaja miongoni mwa mambo makubwa, kwanza ni mtu kuhakikisha tauhid, kuleta tauhid, kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kufunga, sadaka na ukarimu katika mwezi wa Ramadhani, kutafuta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma na kuzingatia Qur'ani na kuifanyia kazi, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kujibidisha kuyafuata yale ambayo kwamba au kuyafanya yale ambayo kwamba yanasababisha maghfira. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia, katika darasa inayofuata tutaendelea kueleza manufaa ambayo kwamba anayapata mja katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.